Dr. Idi Jengo ni miongoni mwa wahadhiri vijana wetu, na bahati nzuri mimi ni mratibu lakini kimakazi niko Morogoro, na ni muasisi wa chuo kikuu cha MUM. Kwa nafurahia kuona matunda haya ya vijana ambao wanafanya mambo makubwa. Kwa mimi kwa upekee nilimwambia pamoja wanakwenda kufanya kazi hiyo, lakini mtubebe vitabu, sehemu ya vitabu ya hii kazi nzuri. Mimi kwa furaha yangu nimesema nanunua kitabu hiki kwa shilingi 50,000. Kitabu thamani yake mtengenezaji na mwandishi ni shilingi 15,000. Ametoa ofa kwa hapa Pemba. Kitabu kimeuzwa bei mbaya sana wakati wa uzinduzi, na alhamdulillah kilinunuliwa sana na kinaendelea kununuliwa kwa bei ya shilingi 15,000. Lakini ametoa ofa hapa Pemba, mwenye kutaka kitabu hiki atakipata kwa shilingi 13,000. Lakini mimi kwa upekee na kinunua kitabu hiki kwa heshima yako kwa thamani ya shilingi 50,000 na kupatia wewe, na wewe utajua utakifanyia nini, utasoma ama utafanya nini. Unataka kusema kitu? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basi naam, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mimi mratibu kwa namna ya kipekee napenda nitoe shukrani zangu za dhati kwako kwa kunitunuku kitabu hiki ambacho ni muhimu sana, maana najua yaliyoandikwa humu mengi ni ya manufaa. Kwa hivyo nakushukuru na mimi kunipa manufaa yanayotokana na kitabu hichi. Lakini ndugu Waislamu, kwa namna nyingine napenda na mimi kabla sijaondoka nitoe tena shukrani kwa JAI kwa kuandaa jambo hili. Muda huu haukwenda bure. Muda huu ni muhimu tumetumia hapa, na nimejifunza mengi kutokana na mada ambazo zimewasilishwa. Yapo mambo mengi ambayo tunatakiwa tuwafanye kazi, kwa kila mmoja kwa nafasi alio anapaswa ayafanyie kazi. Kwa hivyo tuende tukayafanyie kazi, lakini yale yanayohusu hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tuyafanyie kazi zaidi, kwa sababu tuko kwenye darasa au kwenye chuo kama mashaikh walivyosema. Chuo hiki kitusaidie kwenye miezi 11 inayokuja, lakini kwa yale ambayo ni mahsusi zaidi kwenye mwezi huu basi tuwashikilie zaidi. Miongoni mwao ni kusoma sana Qur'an. Tukasome Qur'an kwa sababu ya manufaa na faida nyingi. Hiyo tiba pia imetajwa. Allah mwenyewe anatuambia wanunazilu Qur'ani ma huwa shifau wa rahma. Lakini kwa nani? Lilmu'minina. Kwa kuwa sisi Waislamu na tunaamini Qur'an ni kitabu chetu, basi hiyo tiba yote imo ndani ya Qur'an. Kwa hivyo tukasome Qur'an sana, tuitumie kama tiba, tuitumie kwa njia nyingi. Allah atuwezeshe. Baada ya kusema hayo nawashukuru sana. Asante sana. Na kabla sijarudisha maiki kwa msema chochote ambaye ni bosi wangu, tumeweza kubeba boksi moja tu la vitabu vilivyo 40 tu. Kwa hiyo mwenye kuhitaji vitabu hivi fabiha wa neema, lakini mwenye ama mkitusema turudi navyo fabiha wa neema. Lakini kuna vitabu 40 tu, tumekuja na boksi moja, na kimoja tayari mratibu wangu ameshakita. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.